katibu wa habari na uenezi, ndugu mwanasheria mkuu wa chama, ndugu makamu mwenyekiti ambaye pia ni kaimu mwenyekiti wa ngome ya wazee, ndugu mjumbe wa bodi ya wadhamini, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu katibu wa tume ya uchaguzi, ndugu naibu katibu wa organization wa chama chetu, ndugu viongozi mbalimbali tuliopo, ndugu wapambanaji wetu, makamanda wetu, mawakala ambao imekuwa ndiyo sababu ya kikao chetu, mkutano wetu huu wa leo, ndugu wanachama wenzangu kwa ujumla, mabibi na mabwana kwa pamoja, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza na mimi niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa kutujalia kubwa hili ambalo tumelipita, tukaweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naamini umndani wengi kwa mila zetu wameshakamilisha na 6 pia, na walikuwa na dharura, naamini kwamba na tunawaombea inshallah Mwenyezi Mungu awajalie tuweze kuikamilisha kwa salama. Pili, nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati viongozi wetu wa makao makuu, viongozi wetu wa mkoa kwa maandalizi ya shughuli yetu hii na pia kuweza kuifanikisha. Naomba nichukue fursa hii pia kwa namna ya kipekee kabisa niwashukuru nyote kwa mahudhurio ambayo siku zote huwa ninasema mimi kwamba kwanza ndiyo sauti kubwa zaidi kuliko hii sauti tunaoipaza sisi, kwa sababu inaonesha kwamba tunafahamu dhamira, inaonesha utayari wetu, na inaonesha kwamba hatujakata tamaa, kwa sababu wenzetu yote wanaofanya vitimbi na visa na vituko, madhumuni yao ni kutukatisha tamaa, kwa sababu wao safari yao na safari yetu sisi tofauti kabisa. Na nimalizie, si kwa sababu ya umuhimu, lakini kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati kabisa mawakala wetu katika shughuli yetu ya uandikishaji, pamoja na wasimamizi wa zoezi hili zima. Kwa kweli mlikuwa mkitupa faraja kubwa sana, kwa sababu nyinyi ndio mmeing'oa meno CCM katika mkoa wa Kusini. Leo kusema kweli labda mpaka wasagiwe kitu, lakini hasa meno ya kuweza kutafuna mfupa, meno ya kuweza kutafuna kitu kigumu, Chama cha Mapinduzi hawana, hasa katika mkoa wa Kusini ambako walikuwa wakiona wenyewe kama ndio kwenye magego yao. Sasa magego mmeang'oa nyinyi. Naamini nyote mnafahamu hili, kwamba huku ndio ilikuwa inaonekana ndio magego ya CCM, wala hawakuwa na habari. Sasa wanataharuki. Una siku ni wadokole, tulikuja kufanya ziara huko, tukatembelea wazee, tukafanya na dua, tukamalizia na sala ya Ijumaa msikitini. Bwana aliyekufa Mungu amrehemu. Lakini fadhaa walioingia jamaa zetu ilikuwa ni ajabu kweli kweli. Manake kuna watu bado kidogo wafukuzwe kazi.
Maana ule mukuma mpaka mtu anaulizwa ilikuwaje nyinyi, mbona hamkusema, ilikuwaje mkaruhusu? Sijui huku kama hiyo fadhaa mliipata, mliiona, na hakika kuna baadhi yenu mlifatwa mkaulizwa ilikuwaje. Sasa tunauliza kwamba ilikuwaje vipi? Mtu ana ratiba yake, sisi kazi yetu ni hii, hatuhusiki na maana imefika kuulizwa watu mpaka wizarani ilikuwaje, watu ambao wao hata hawana habari ya shughuli zetu za ofisi ya faragha. Huo ndio mukuma ambao wenzetu wanao kwa sababu ya Kusini. Na yote hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu Kusini ndio walikoamini kwamba ndio kwenye magego yao, mmeyang'oa. Na naamini hivyo visiki vilivyobakia, naamini mtavimaliza. Ili inshallah tukifika Oktoba 2025 waje huku wahesabu mavumbi na sio kuja kuhesabu nazi. Kwa hiyo mimi nawashukuru, nawapongeza kwa dhati kwa hilo kwa kweli. Ndugu viongozi, pia ni washukuru waliotangulia kuzungumza. Wote wameeleza kwa ufasaha madhumuni yetu ya kukutana katika jambo hili. Kwa hiyo mimi nadhani kwa waliozungumza wenzangu ingetosha, maana wote hawa wasaidizi wangu. Kwa hivyo ingetosha kusema nashukuru wasaidizi wangu wamefanya kazi nzuri, na mimi tena ingebaki kutia fatha tu. Lakini makamu hapa aliwahi kusema kwamba kuna mambo mengine nitayazungumza mimi. Si kwa sababu hajazungumzwa, lakini huyu bwana ana kawaida yeye huyazungumza akijiusajusa. Na mnamuona, si ndio? Mpaka apate kutoea kidogo. Ana utoezi wake maarufu huko kule mjini, basi lazima apate atoee kidogo. Na mmesikia kapata kutoea vya kutosha. Lakini madhumuni yetu ni yale yaliyoelezwa kwamba msingi wa yote haya tunayoyafanya, umadhubuti wa nia zetu, ukubwa wa dhamira yetu na upeo wa maono yetu, lakini mwisho wa siku tunalokusudia kulifanya, safari yetu tutaweza kufika kama tutaweza kuwafikisha wananchi wa Zanzibar wakasema tumewapa ridhaa, mtekeleze yale ambayo ni kwa manufaa kwa nchi yetu. Nayo utaratibu wetu ni kwa kupitia uchaguzi. Na uzuri wa chama chetu, tuna uzoefu wa kutosha katika maandalizi ya uchaguzi. Kwa sababu sisi tumekuwa siku zote tukijiandaa kwa uchaguzi. Wenzetu siku zote wamekuwa wakijiandaa kwa ghilba. Na ndio maana inapotokea kukawa angalau na dalili kidogo ya uchaguzi, hatujawahi hawajawahi kubaki salama. Mara zote wamekuwa wakishindwa, na sasa alhamdulillah bwana yasema wenyewe hadharani. Labda 2020 kwa sababu hakukuwa na uchaguzi, lakini miaka yote tokea tumeanza uchaguzi wa vyama vingi. Na tulikuja tukaanzisha mchakato huo kwa maandalizi ya uandikishaji. Sasa kazi iliyofanywa, mimi naomba nikiri mbele yenu, wakati tunaanza maandalizi haya, matumaini yetu hayakuwa makubwa sana. Matumaini yetu hayakuwa makubwa kwa sababu kwanza njama na ghilba na vituko vilivyokuwa vimeandaliwa na wenzetu. Walikuwa wameandaa vituko vya kila aina. Sasa tulipokuja kwenye zoezi lenyewe la uandikishaji,
tukapata kujipima, na wao wakapata kujiona, maana wao walikuwa hawajipimi kwa sababu wao hawana maandalizi ya uchaguzi. Sisi tulipata kujipima maandalizi yetu na utayari wetu. Bahati nzuri mkatuonesha watu wa kusini, na ndio hapo tulipopata hiyo msemo wa kwamba jamaa magego yameng'olewa. Maandalizi yenu kusini na utekelezaji wenu kusini ulikuwa kwa hakika wa kupigiwa mfano. Mwanasheria mkuu wa chama juzi alikuwa na kijambo chake kwa Mkapa. Mnakumbuka jamani? Alikuwa na kijambo chake kwa Mkapa. Tulikuwa hatumpati shauri kwa kweli. Unamtafuta AG, hata ukimwita unamueleza hili anakujibu hili. Tukasema leo tumwachie jamaa hoi binti Abad. Lakini alituonesha mambo mawili ambayo ndio kusini na nyinyi mliotuonesha, kwamba mwisho wa siku kwenye game muhimu ufunge na muhimu uzuie usifungwe. Tuliwaona usio? Ilipofika matuta walipiga wakafunga, lakini na kipa wao naye akazuia asifungwe. Sasa na nyinyi ndio mlivyocheza kusini. Mmenifahamu kwamba mlipiga, mlicheza, mkafunga na mkazuia msifungwe. Sasa hili halikutokea kwa kiwango ambacho limetokea kusini pahala pengine popote pale. Wenzetu wengine wamejitahidi kweli kweli, lakini kusini mmeonesha mfano. Mmesema ule wa AG wetu ubaya, wengine msikasirike jamani. Hapa tunazungumza jambo la mafanikio, maana mwenzako akifanikiwa ukipenda usipende ndio kafanikiwa au vipi? Na tunatumia mfano wake kwa sababu ni mfano wa mafanikio. Kwa hiyo na kusini mlifanya hivyo. Ndio maana tukasema lazima tuje tuwapongeze kwa namna ya kipekee. Na mimi naomba mkubali pongezi zetu za dhati kabisa. Mmetuheshimisha. Lakini mimi niongeze, hili limeongelewa sana, sitaki lichukue muda mrefu sana. Itoshe niliyoyaeleza. Lakini mimi nataka niongeze mambo mawili. La kwanza, tunaweza kuona labda kama ni uandikishaji tu, lakini ukweli kwetu sisi inatupa jambo au mambo mengine makubwa zaidi. La kwanza ni kwamba kwa kupitia umadhubuti wenu, kwa kupitia mlivyoweza kusimamia jambo hili kwa umakini, mmetuonesha kwanza kwamba bado mnafahamu dhamira ya harakati hizi. Na hili jambo muhimu sana, kwa sababu hapo ndio ilipo tofauti yetu na wenzetu wa vyama vingine. Wazee wetu walikuwa wakituambia kwamba watu wakiuza nazi, wewe ukiuza makumbi, mpaka hapo hakuna tatizo. Maana nazi ni biashara na makumbi nayo ni biashara. Tatizo litakuja wapi? Tatizo litakuja yule anayeuza makumbi naye akawatangazia watu kwa baadaye anauza nazi. Maana hapo ushawachanganya watu, pengine ushajichanganya na we mwenyewe. Sasa sisi tunauza nazi, hatuuzi makumbi. Wenzetu wanauza nini? Lakini wanataka kuwatangazia watu na waonekane kwamba nao wanauza nini? Sasa kuna watu huko nyuma walikuwa wakibabaika.
sasa wameanza kutanabahi. Na ndio maana tunasema jamani, tusichoke kuwafahamisha wenzetu, tusichoke kuwafika. Kila mtu ana usingizi wake na kila mtu ana namna yake ya kuamka. Mwingine mpaka umtie maji, mwingine ukimtikisa hivi tayari ataamka, mwingine akisikia panya tu kapita kaamka, lakini mwingine mpaka uende na ndoo ya maji, mwingine mpaka umbebe. Maneno ya makamu mwenyekiti wa ngome pale, umpige chuchuli, umtoe mpaka nje. Na hiyo akitoka nje mwingine bado hajaamka. Kwa hivyo inabidi umstahabilie, lakini usimkatie tamaa, kwa sababu tunachotaka kila mtu aamke. Kwamba hawa wanauza makumbi, hawa hawauzi nazi. Jamani, tumefahamiana? Kwa nini? Nitalieleza huko mbele. Kwa hivyo kwanza hilo limetufurahisha kweli kweli. Lakini la pili katika hili, limetuonesha kwamba tuko tayari kwa mapambano. Tuko tayari kwa mapambano ili tuweze kufika safari yetu. Kwa sababu aliokuwa hayuko tayari kwa mapambano hawezi kujitoa kama mlivyojitoa watu wa kusini katika zoezi hili. Hawezi. Sisi tulikuwa tunazisikia naletewa habari mjini kila siku. Paka wengine wanasema huko kweli watu wamechangamka. Ni nyinyi peke yenu mliowafikisha watu wakapiga kilio. Jamani, si kweli? Kuna wenzetu wengine walilia vituoni, si ndio? Kwa kuona mipango yao imeparaganyika. Kwa hivyo jamani, tunawashukuru sana, sio tu kwa uandikishaji, lakini kwa haya mengine ambayo kwa kupitia uandikishaji mmetuletea ujumbe. La pili katika hili ambalo nilisema niliongezee ni kwamba kwa mlioyafanya bila shaka mnastahiki zawadi. Naam. Tena zawadi kwa kizungu wanasema for a job well done. Kwa kazi ambayo imefanywa vizuri. Na sisi tuna zawadi mbili, moja nitaitoa leo. Wanasema zawadi nzuri kwa mtu aliyefanya jambo vizuri kuliko zawadi yoyote ni kumpa fursa akafanya jingine zaidi. Kwa sababu ukimpa fursa, maana yake ni kwamba umempa imani. Na imani hainunuliwi kwa bei yoyote, imani hununuliwa kwa imani. Sasa nasi tunasema kwa kazi mlioifanya vizuri, zawadi yetu ya kwanza ni kuwapa fursa kuja kufanya jambo jingine vizuri zaidi. Lakini hili tutakalo kwenda nalo mbele na ambalo tutakuja kuwakabidhi tena, basi hili tutajitahidi na sisi maandalizi yetu yawe mazuri zaidi na tuandae mazingira mazuri zaidi ili tuweze kuifanya kwa ufanisi zaidi. Zawadi ya pili inshallah, unajua kwa wale wanaopokea mshahara wanajua ukienda dukani siku umechachiwa unafanya nini? Unaandikwa kwenye buku au vipi? Au sivyo jamani? Kusini hakuna utaratibu. Unaandikwa kwenye, ukifika mwisho wa mwezi unakuja kufanyaje? Na sisi ile ya pili tunaandika kwenye buku. Mtuandike kwenye buku, na ikifika mwisho wa mwezi kama unaona tunajitoa fahamu, mtukumbushe. Na mwisho wa mwezi wetu inshallah ni Oktoba. Baada ya Oktoba basi hili ni deni tunalichukua. Mliandike kama ni
deni, na inshallah ukiona watu wamesahau au wengine Mwenyezi Mungu juu wameondoka, basi watakao kuwepo wakumbushwe, warithi wakumbushwe, maana litakwenda kwenye tirika yetu au vipi? Kwa hivyo mimi niseme hayo mawili katika mada hii. La pili, tumeambiwa, na mimi naomba nisisitize kidogo kwamba hatua ya pili kutoka sasa ni kuwageuza hawa walioandikishwa kuwa sasa wapiga kura. Uchaguzi ni namba, si ndio? Kwa hivyo kuanzia sasa tuweze kufahamu namba yetu. Mimi hilo sina wasiwasi, niliseme kwamba mjue tu kwamba na mwenyekiti naye anafuatilia kwamba kazi itakayotukabili baada ya hapa ni hiyo. Na kwa sababu na mimi nilikumbushwa, nilipata fursa ya kutembelea wazee wetu mbalimbali, wapambanaji wetu mbalimbali, na wote kila ninapopita, pita kwa Bifaida, pita kwa Mzee Rajabu, mepita kwa wote hawa wanalotukumbusha, jamani, mmeshapita hatua hii, sasa hatua itakayobakia ni kuhakikisha kwamba hawa wanakuwa wapiga kura, namna wajua mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo mimi naomba na hilo nilisisitize. Baada ya hilo limezungumzwa suala la wagombea. Mimi sina wasiwasi sana na kusini, sina wasiwasi, lakini nilitaka na mimi nikumbushe kuhusiana na madhumuni ya kwamba kutafuta wagombea, dhamira ya harakati zetu. Tukumbushane hili, tusichoke, kwa sababu ndio msingi wa harakati hizi, kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi tunatafuta wagombea. Kwanza hakuna mgombea binafsi au vipi? Mgombea ni wa chama. Kikubwa ni kwamba unakwenda kutafuta ridhaa ya wanachama wenzako ili waende wakupe ridhaa ukawawakilishe wananchi wenzako. Hapo hakuna biashara binafsi, hakuna mradi binafsi, wala hakuna biashara ya ukoo. Ni biashara ya kutafuta kuaminiwa na wenzako ili uende ukawakilishe wenzako katika kutetea sera na maono ya chama chetu. Unapelekwa na taasisi, lakini taasisi hii kazi yake ni kwenda kusimamia nchi. Nchi sote tupo, walitangulia, wameondoka, tupo, tutaondoka, watakuja, wataondoka, lakini Zanzibar itabaki. Zanzibar itabaki, na wajibu wetu wa mwanzo ni kwa nchi. Sasa haiwezekani kwamba wewe mgombea uwe mbunge, uwe mwakilishi, uwe diwani, halafu wewe utakuja na kuondoka. Si wengi wamekuja na kuondoka jamani? Halafu utuvurugie jambo la kudumu kwa sababu ya lako la muda mfupi na lako la maslahi yako. Sisi tunachosema cha kwanza ni kwamba la mwanzo ni nchi. La mwanzo ni nchi. La mwanzo ni nchi. Ndio tunayo itafuta. Wenzetu Tanganyika kwa mfano wanafanya siasa, si ndio? Watapigana, watavurugana, watafanya kitu gani? Lakini Tanganyika wao wanachotafuta nini? Wanatafuta mtu wa kusimamia nchi yao. Ni kama vile mfano wana nyumba. Sasa wao hawana wasiwasi, nyumba ile ni yao. Hakuna madai ya jirani
wala sijui ya nani anaidai nchi yao, wala aloitia mfukoni nchi yao, si ndio? Na wao tunaona kwamba jinsi walivyokuwa wanajielewa ilipotokea nchi yao kutiwa msukosuko na Uganda na Idi Amin. Jamani, si walitoka watu wa kusini wakaenda vitani? Na mwenyekiti anasema tupo kinazi au vipi? Tulitoka sisi kusini huku tukaenda kupigana kuipapatua Kagera. Wengine hata hawajui iko Kagera iko upande gani. Hata kuijua iko upande gani. Lakini tumekwenda kuwasaidia wenzetu Tanganyika kuikomboa Kagera. Sisi upande mwingine, sisi hatujijui nchi hii inayoitwa Zanzibar. Kwanza wenzetu hataki kwanza hata kusikia kwa tukitaja nchi inayoitwa Zanzibar. Hao tuliokwenda tukapoteza roho zetu kupambania nchi yao, lakini wao walivyokuwa khiana hawataki hata kusikia ugomvi wao, vita vyao, uhasama wao kuitaja Zanzibar kama ni nchi. Kwa hivyo sisi na wanafanya juhudi kubwa hiyo. Ndio maana wanawachukua wenzetu huku wakawapambia, wakawapa viposho, ndio naambia wenzetu wengine wamekuwa kama tasi, wala hawataki jambo kubwa, labda tiliwa jani la mpapai na chicha tu akaingia kwenye dema, hana habari, anajiona yumo anakula, kumbe anakwenda kuliwa yeye. Akaona kwamba kapata jani la mpapai na nini, katiliwa kanasa tele, lakini mwenye hana habari mpaka akija kivuliwa dema likaekwa kichwani ndo anasala mambo gani haya sasa. Na ukifika mwanzo baadhi ya wavuvi hutoa matumbo yale, usije ukaoza haraka usilike. Sasa pale wengine ndio wanaanza kutanaba, haya mambo vipi? Yale majani ya mpapai ulitiliwa ili upatikane, sio upate wewe. Wanaambia wa hadithi ya Mgunya. Alitoka kwao na alikotoka akaja mjini kwa watu waungwana hawa, na watu wanajua kazi zao kweli kweli. Kafika kati wa ndani, akitaka kula mkono unanawishwa. Kabisa watu wa mjini wabaya kweli kweli bwana. Sijui mnajuana wenyewe. Mkono ananawishwa bwana. Kofia inaanikwa kwenye kisahani, hajawahi kuyaona mambo hayo. Au sivyo jamani? Na kanzu za mazile ikifuliwa lazima itiwe buluu, ili iwe nyeupe zaidi. Hajawahi kuyaona. Au pepishe Masudi? Akasema kwa raha hizi natoka wapi mimi? Hakutoka bwana. Nenda rudi mpaka jahazi ikabidi iuzwe. Imeuzwa, pesa zimeletwa, si ndio? Zikapigwa kuni. Zilipomaliza bibi anaambia, wewe na mume gani bwana? Nikuchumie mie. Mambo gani haya? Toka bwana. Katolewa ndani. Si pesa zishamaliza. Raha zile kukupewa bure bwana. Sio kwamba ulikuwa ukipata, ulikuwa ukipatikana wewe bwana. Sasa ndio alipotolewa na kilio kikubwa kweli kweli. Vijana anamuuliza, vipi mambo haya? Sema mimi silili ntunke. Nena lilia jahazi yangu bwana. Impita mikondo mingi haikuzama, inkuja zama hapa nchi kavu. Ndio ulipokwenda kuizamisha kwa raha za muda, wewe ukauza jahazi yako, si ndio?
Sasa wapo na wenzetu nao wengine wametiwa ndani, wengine Dodoma, sijui wengine wapi, wananawishwa mkono. Sijui wanawake inakuwaje, lakini wanaume bwana wananawishwa mkono. Ukenda mkali kweli kweli. Ndio maana wakati ule wa bunge la katiba tulipotoka hapa watu wakali kweli kweli bwana. Wengine waliiva ukafikiria wekundu kama tungule. Lakini tulipofika Dodoma utafikiria wametiwa kwenye friji. Utafikiria wametiwa kwenye friji. Sasa kwa ufupi tunachosema kwamba sisi tunachokizingatia ni nchi yetu, kwa sababu hatuna. Na wenzetu ajabu yao, ukinini kidogo utasikia eti wanachojitanua wakajimwamba fai, usitoe nchi, hatutoe nchi. Nchi gani rafiki yangu? Nchi hii ambayo hatujui ipo ama haipo, kwa sababu nchi ni mamlaka. Nchi ambayo mambo 40 kwenye muungano, 41 leo huna mamlaka nayo. Sasa unazungumza nchi ipi? Unazungumza serikali ipi? Nilikuwa naambia huko kwingine kwamba ajabu ya nchi hii na wenzetu wasivyojitambua. Wengine wanafahamu, lakini anaona kwamba ili apate mwenyewe na kanuni, anasema mtu akila hasemi, kwa sababu anatonge mdomoni, anaogopa isimtoke. Kwa hivyo ndio maana anaamua kunyamaza kimya. Utamuona kakenama na chakua tu, anajua. Sasa tunawaambia kwamba nchi hii ilikuwa dola hata kabla hao wengine hata hawajafikiria kuwepo. Nilikuwa nawakumbusha zangu, nilimpelekea makamu mwenyekiti juzi, akawa na juzi yes, Alhamisi kaskazini. Yeye mwenyewe ndo akanikumbusha, uliniletea wewe hii maneno ya Mreno mmoja aliyoandika mwaka 1635 kuhusu Zanzibar ilivyokuwa, kuhusu Zanzibar jinsi ilivyokuwa na mtawala, tena mtawala wa kienyeji, Malkia Fatima, ambao makao yake makuu Unguja Ukuu na Kizimkazi, lakini wazee wake asili yao Makutani, Makunduchi, wapi Tumbatu. Jinsi alivyokuwa alisimamia Zanzibar ikawa inawavutia watu wengi, inawavutia watu wengi. Kasema jinsi gani alivyowavutia Wareno, jinsi gani alivyowavutia Waarabu kutoka Omani, alivyowavutia watu kutoka India, na wazungu mbalimbali wakiwemo Waingereza. 1635. Miaka mingapi sasa? Takriban 400 sasa. Miaka 400 hao wengine walikuwepo jamani. Lakini kwa nawakumbusha pia hii Zanzibar hii 1835 tumeingia mkataba na wa Marekani wa urafiki na biashara. Zanzibar hii tumeingia mkataba wa nini? Wa urafiki na biashara. Na mwaka 1837, miaka miwili baadaye, wakaleta balozi wao wa nchi ya Marekani kuja kuwawakilisha ndani ya Zanzibar, akiitwa Richard Waters. Na huyo ndio asili ya kuasisi leo tuna kijiji kinaitwa Selem. Maana kule kwao akitoka Salem, na rafiki yake naye akaliita shamba lake pale akaliita nalo Salem, ili rafiki yake ajihisi yuko kwao wakati wakenda wakitembelea.
Waswahili tukaita nini? Selemu. Haya ni historia yetu imeandikwa. Ndio maana huambia vijana someni historia ya nchi yenu, ndio mtakapoijua, ndio mtakapokuwa na imani ya kuendelea na harakati hizi. Sasa nchi hiyo leo Zanzibar hii hatuwezi kushiriki hata kwenye vikao vya Afrika Mashariki. Vikao vya Afrika Mashariki. Maana leo ukitoka rais wa Zanzibar ukenda Kenya utaulizwa wewe nani? Mpaka bwa mkubwa akutambulishe, unajua huku sio kwamba ni yeye ni diwani. Wala huyo sio meya. Huyu cheo chake na yeye ni kama makamu wa rais, mpaka utiliwe irabu ndio uweze kusomeka. Hivi husomeki, hutambulikani wewe ni nani. Jamani, si msiba mkubwa huu? Nchi leo wende hapo Kenya ambao sisi tumewapa Mombasa, tumewagaia Mombasa tarehe 5 Oktoba mwaka 63 kwa maandishi. Leo tunakwenda pale, na ndio sababu leo Kenya wakawa na mahakama za kadhi. Leo ndio sababu Waislamu wa Kenya wakaheshimiwa. Waliheshimiwa kwa sababu ndio matakwa yetu sisi Zanzibar. Kwenye mkataba tulioambia tunawapa hili, moja katika masharti, kwanza ardhi za watu wetu waliokuwa nazo ziheshimiwe, wasije kunyang'anywa. La pili, lazima dini yao na mila zao ziheshimiwe. Na la tatu, lazima mahakama za kadhi ziendelee na sharia za Kiislamu, ziendelee kuhukumu mambo yao. Hayo masharti matatu tuliowapa Kenya. Msifikiri Kenya ni waungwana sana wakawekea mahakama ya kadhi. Bara hawana mahakama ya kadhi Waislamu wa bara. Ni kwa sababu Kenya ni sisi Zanzibar, ndio masharti tuliowapa kwa mkataba, kwa maandishi tarehe 5 Oktoba mwaka gani? 63. Lakini leo ukenda wendo rais wa Zanzibar Kenya lazima akuulize, si ndio jamani? Mambo gani? Hatuoni aibu? Hii fedheha kubwa sana kwamba una kiongozi haoni dhamana yake, wajibu wake ni huo, kwamba ulikuwa na nchi iliyokuwa hivyo. Leo imekuwa hata manispaa ina afadhali. Na yote tumefanyiwa kwa jina la kituko cha muungano. Lakini nilikuwa nawakumbusha wenzangu pia, na naomba, maana siku hizi twende na hoja, tusende na ulumbi wa maneno. Siasa za sasa hivi zinataka nini? Uwe na hoja, na ndio kinachowashinda. Ndio ukawaona kwamba iliyobakia kwa wao matusi. Tumefahamu? Maana hawawezi kuyajibu haya, kwamba kama ni muungano basi muungano ambao ndio tuliochukuliwa mfano tukaingizwa sisi ni muungano wa Waingereza na wa Scottish. Muingereza wa muungano wa Uingereza na wa Swahili wa huko wanaita wa Scotch. Kile ni kisiwa, kile kilikuwa ni kisiwa kimoja mpaka leo, lakini kilikuwa na nchi mbili tofauti. Kilikuwa na nchi mbili, lakini na nchi mbili tofauti mpaka leo, Scotland na England. Hizi nchi ziliishi na zikawa zinapigana miaka mingi. Wa Scotland wakija wakipigana na wa England wanasaidiwa na Wafaransa. Wakafika pahala wakasema, jamani, kupigana basi, mambo ya kizamani, hebu tuishi kwa salama. Wakaingia mkataba wa amani ya kudumu mwaka 1502. Tunafahamiana jamani? Mwaka 1502.
mwaka 1503 yule mfalme wa Uingereza akachukua mtoto wake akiitwa Margaret Tudor, akamuozesha mfalme wa Scotland ili kujenga hiyo amani ya kudumu. Maana mkishakuwa ndugu asa mnaweza tena mkaishi kweli kwa amani. Akamuozesha John Stuart wa kwanza aliyekuwa mfalme wa Scotland. Jamaa mnanisikia lakini? Sasa muungano wa Uingereza ulianza wapi? Alipofariki malkia wa Uingereza Elizabeth mwaka 1603, huyu hakuolewa wala hakuzaa. Waingereza wakahangaika kutafuta mtu wa kurithi kiti chake cha ufalme. Ikaonekana kwamba yule mjukuu wa Margaret tunamkumbuka, aliolewa wapi? Scotland mwaka 1503. Sasa mjukuu wake mwaka 1603 ndio akaitwa kuja kuchukua kiti cha ufalme wa Uingereza. Unaona mambo hayo? Lakini nchi hizi mbili ndio zikaanza kuwa chini ya ufalme mmoja toka 1603, kwa sababu huyu mjukuu wa Margaret alikuwa pia tayari ni nani? Alikuwa kule kwao Scotland, alikuwa tayari ni mfalme, akawa mfalme wa nchi ya Scotland, akawa mfalme wa nchi ya Uingereza. Tunaelewana? Lakini hawakuendesha mambo yao kama nchi moja, mpaka wakaja wakaungana rasmi kwa mkataba wa muungano, Articles of the Union, mwaka 1707 mwezi wa Machi. Mkataba ule wa muungano mfano wake kama huu wa kwetu baada mkataba wa muungano ulikwenda ukapitishwa ndani ya bunge la Tanganyika, ulitakiwa upitishwe ndani ya bunge la Zanzibar. Ndio siku zote tunasema Zanzibar hatukuridhia, kwa sababu haukuletwa kwenye bunge la Zanzibar ukaridhiwa. Bunge la Zanzibar wakati ule lilikuwa Baraza la Mapinduzi. Wao mkataba ule uliokuwa na vifungu 25 ukapigiwa kura kifungu kimoja na mabunge yote mawili, la Scotland na bunge la Uingereza, England. Ndio wakaanza kuwa na muungano. Tumefahamiana? Sasa 1707 tumeona mwaka 2013 wa Scotland walipiga kura ya maoni kuulizana, je, tunataka bado tuendelee kuwemo kwenye muungano au hatutaki? Hebu jamani tufikirieni. Eti mtu leo anakuambia watu tuliounganishwa kwa nguvu, kwa ghila, kwa dhulma, juzi mwaka 64, eti anasema leo hatuna haki ya kuhoji. Huo wazimu gani? Huo ujinga gani? Mtaukubali watu wa kusini ujinga huo? Hawa wameanza muungano, wameanza kama nilivyowaambia 1503 wakuozeshana, wakawa falme. Muungano wa kifalme wenyewe wanaita Union of Crown. Waingereza wana miungano miwili wanasema wenyewe, Union of Crown mwaka 1603 wana na muungano rasmi wa kiserikali wa kinchi 1707. Na bado kwa sababu ni haki yao na ndio ustaarabu, mtu anapokuwa na haki yake usitake kumfanyia ghilba. Jambo la nchi ni haki ya wananchi. Hili ni jambo la ujananchi, tuna haki ya kuhoji,
tuna haki ya kusema tunautaka, hatuutaki, tuna haki ya kusema tuendelee nao, tusiendelee nao. Ni haki yetu ya kiujananchi. Ndio tunachosema na ndio msimamo wa chama chetu. Kama kuna mtu yeye hawezi kuhoji hilo, huyo anauza makumbi. Tumeelewana? Haiwezekani uwemo kwenye muungano unaokudhalilisha, huna mamlaka ya jambo lolote, huwezi kuamua chochote, huwezi kufanya chochote. Manake leo tumefika pahala tumefika pahala waziri wa kule Tanzania bara ana hadhi kuliko hata rais wa nchi. Ndio, kwa sababu ana kitu kinaitwa instrument. Akenda yeye anajulikana, huyu ni waziri wa Jamhuri ya Muungano wa dola. Wewe unakwenda rais wa Zanzibar, nasema mpaka utiliwe irabu. Sasa tunasema hayo ndiyo maono ya wazee wetu na ndiyo maono tunayo yasimamia. Sisi si siasa za vyama, sisi si siasa za vyeo. Sisi tuna kazi kubwa ya msingi, ndugu zangu, ya kutafuta nchi yetu. Na kutafuta nchi yetu ni kwamba lazima tutakaposhinda tutawaambia wenzetu tukae chini, mkataba huu wa muungano hauna haki, lazima tukae tuuzungumze. Waziri wa biashara hapa, toka alipoingia waziri wa biashara anapambana na tani 2000 za sukari ya Zanzibar, mpaka leo tani 2000. Tuna vitu vingi hapa. Wana viwanda vimefungwa kwa sababu ya wenzetu hawataki sisi tuishi, wanataka tubaki hivi hivi kwenye pochi yao. Siku wakiamua kwamba leo kuna harusi, nichukue pochi hii, watuchukue. Siku tuliokuwa hatumechishiki, tuachwe. Hawa ndio wanavyotaka tufanya. Sasa watu wa kusini mtakubali hiyo? Hiyo inakubalika? Haikubaliki, kwa sababu tu kuna mtu yeye yuko kwenye maokoto. Ananawishwa mkono, akifunguliwa mlango, hatukubali hilo. Akaenda akauza jahazi akaizamisha nchi kavu, tena nchi kavu yenyewe Dodoma. Tukubali. Tunasemaje? Kinywa kipana kwamba hii ni haki ya nchi yetu na tutaipambania kadri ya uwezo wetu. Na hii sisi wala hatuna ugomvi na mtu. Tunachosema tukae chini, tuzungumze lipi lililokuwa la haki. Mkitaka haki sawa, hamtaki haki kwani lazima? Manake leo chukua katiba ya muungano. Hili jambo muhimu sana jamani, tunazungumza. Leo chukua katiba ya muungano, nenda kaangalie. Maana watu wanafanya usanii. Sisi tumekuwa kama mfano kama girlfriend fulani sijui kitu gani. Wanafanya usanii. Leo ukisoma katiba ya muungano, bandari ni jambo la muungano. Au si kweli jamani? Au mimi sijui naisoma vibaya tu. Bandari ni jambo la muungano, si ndio? Kodi ya mapato, kodi ya ushuru wa forodha, ushuru wa bidhaa, fedha, mambo ya nje, elimu ya juu, maka elimu ya juu muungano. Hata elimu ya juu leo huna. Sisi hapa alama yetu moja mfano ilikuwa ni elimu ya dini yetu ya Kiislamu. Leo naambiwa kwamba hatukubaliwi eti Al-Azhar. Leo Al-Azhar kitovu cha elimu ya dini na Kiarabu
Leo ukipata degree kule haipewi accreditation nchi hii, kwa sababu inaonekana kwamba kile ni chuo tunachotoa sisi zaidi maulama, sisi tunawahitaji. Lakini leo waulizeni, kuna watu wametoka Al-Azhar mpaka leo degree zao hazitambuliwi. Huo ndio msiba ambao tunao katika nchi hii. Kukubali hilo, sisi viongozi tuna dhamana, tunaelewa kukubali hilo. Jamaa, si ujinga wa mwisho huo, udalali. Yaani tumefikia hapo leo, mtu ana cheti, ana degree kutoka Al-Azhar, dunia nzima anaambiwa nchi hii Tanzania haitambuliwi, kwa sababu mabwana wakubwa kule wao wanalao kichwani. Alolisema Lukuvi kalisema hadharani, sio? Sasa nataka hilo tulikubali. Kwa hiyo tunasema, ndugu zangu, hapa sisi msingi wa harakati zetu ni huo. Wenzetu wao hawako, wao wanauza makumbi. Ndio maana tunasema kwa msingi huo, ndio maana nchi hii tunasema imevurugwa kweli kweli. Nchi hii imevurugwa kweli kweli. Imevurugwa manake kuna pahala ukishakuondolewa kwamba wewe ni maana ujana dume wa nchi ni huo. Ukishakuondolewa hautabaki unatembea na kaptura tu. Haunaweza ukavishwa kanzu nzuri na nini. Lakini sasa ukija ukipewa kazi ya kijana dume unakuwa mtihani. Ndio tulipofikishwa sisi. Ukifurukuta unaambia hilo nyamna, na wengine wananywea wanasema tumefikishwa pahala pagumu kweli kweli. Tumefikishwa pahala pagumu kweli kweli. Ndio leo maana yake unaletewa watu waliokuwa si wako. Leo tumefika pahala mtu ana mamlaka eti yeye ni kiongozi wa nchi, lakini anashindwa kuilinda nchi. Aliokuwa mwenye haki hampi, asiyekuwa na haki ndo anatafuta aje ampe. Anatafutwa shemegi, anatafutwa mkwe ndo anakuja kupewa nchi. Ndio nilikuwa naambia juzi kule kaskazini. Siku hizi kuna mtindo huwekwa sheha wetu sisi hodari, anavaa kofia nzuri, halafu akaekewa mtu anaitwa naibu sheha ambaye hata kwenye sheria hayupo. Halafu naibu sheha ndio akawa na nguvu yeye. Ukenda unamwambia lile jina lako lile, naambia wewe mtu wa kaskazini, unakwenda kwa naibu sheha unamwambia mimi jina langu Makame Usi. Anakuuliza kwani kuna Makame upe? Bwana, sio Makame Usi hivyo, ni Makame Usi. Halijui. Huyo ndio naibu sheha anayekutawala leo. Hamuwaoni jamani? Ndio tulikofika. Mnataka tusubiri tufike wapi? Mnataka tusubiri tufikishwe wapi? Maana mwaka huu ndio wamejidhihirisha. Mwenyezi Mungu katufunulia vifua vyao, sasa katufunulia na mikono yao, katufunulia na nyoyo yao. Kwa unamnyima mtu wa hapa Zanzibari, kule Pemba kuna kwa hala anasema mtu sheha hamtambui kwa sababu mtokea alipoolewa miaka 9, lakini hajienda kwake kutambulishwa. Na kamkataa na hakuandikishwa. Lakini katokea mtu ndio hao lakini huyu yeye anamjua, sijui katambulishwa saa ngapi. Maana kapewa kaenda kuandikishwa Jumatatu, Jumanne ndio kaenda kapewa kitambulisho. Lakini huyu sheha anamtambua. Ndugu zetu, jamaa zetu, jinsi tulipofikishwa. Tunauza nchi sisi wenyewe. Kwa hiyo tunachosema jamani, msingi wetu wa harakati ni huo.
Tumekuja leo tumeletewa mapambio. Tunaambiwa sisi tunajengewa, tuna kitu gani jamani? Hata huko Gaza maghorofa yako na ndio yaliyopigwa mwanzo yakavunjwa. Hamu yao ni Gaza hakukuvunjwa kibanda cha mgongo, kumevunjwa nini? Maghorofa. Gaza yako na wako chini ya utawala na wako hawajakata tamaa, wanapigania nchi yao. Naambiwa leo unakuja unajengewa, nilikuwa namwambia mtu tunajengewa mahakama nzuri kweli kweli, majengo. Lakini nani ambaye ana amani, ana imani anakwenda kwenye mahakama ile mpya atakwenda kupata haki yake kwa sababu jengo ni jipya? Sisi chama chetu tunasema kwamba katika kuitengeneza Zanzibar ili iwe na mfumo wa mzuri wa kutoa haki ambao kila mtu atakuwa na amani, mwenyeji na mgeni, kuna mambo karibu 39 yarekebishwe, maeneo 39 chini ya wanaita mfumo wa marekebisho wa sheria au wa utoaji wa haki. Ujenzi wa majengo ya mahakama ni moja kati ya hayo 39. Sasa leo mtu atakaje pige kifua tumejenga mahakama? Haya 39 umefanya nini? Una. Sasa watu wamekwenda kutafuta yale mapambio, maana katika 39 yalikuwa yapo mengine muhimu zaidi na ndio yatakosimamisha mfumo wa kutoa haki kuliko hata hayo majengo. Lakini haya yameachwa kwa sababu watu hawatopata maokoto, hawatopata kuvuta. Lakini majengo yote yamejengwa, lakini ukienda kuuliza gharama yake ukiambiwa utastaajabu. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana tunasema, alisema hapa makamu mwenyekiti, sisi nia yetu ni kuja nchi imevurugika. Nia yetu ni kuja kuirekebisha. Na tutakapoanza kurekebisha ni kwenye serikali za mitaa, kwa sababu ndio penye asili, ndio penye kitovu, ndio kwenye mzizi wa ufisadi katika nchi hii. Ndio ambako mwananchi anaanza kuhisi mzigo mkubwa alionao wa kuibeba serikali. Kwa hivyo sisi msingi wetu ni hapo. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunasema kwamba jamani, katika yote lakini tujitahidi tupate madiwani wazuri. Tumefahamiana jamani? Tupate madiwani wazuri. Nilikuwa nawaambia kwamba kuna mzee wetu mmoja kule anaitwa Mzee Kingala, alikuwa Afro Shirazi wa kweli kweli. Alimuuliza Mzee Jumbe, mbona wenzetu wananunua punda, wapanda punda? Mbona sisi tunanunua punda, twapandwa ni punda? Sijui kama mnafahamu. Madhumuni yake au maana yake ilikuwa watu huwa na serikali ikawatumikia. Mbona sisi tumekuwa ndio watumwa wa serikali? Yaani huyu punda mbona anatupanda sisi? Badala kwamba sisi tupande twende safari yetu, lakini huyu punda akageuka yeye sasa ndio anatupanda sisi, anakwenda safari zake. Ndio tunalosema tunataka tuligeuze, na pahala pa mwanzo, kitovu cha mwanzo ni serikali za mitaa. Kwa hivyo ndugu zangu, haya wananchi wa Zanzibar wana matumaini makubwa na sisi ACT Wazalendo. Wameshaona kwengine kiza, wameshaona kwengine ndio hiyo milango ya duka, wameshaona kwamba kwengine wana mambo yao, ndio maana hawajali ya nchi, hawajali ya mwananchi. Kwa hivyo mimi niwaombe, na hizi ni salamu tunapewa kila siku. Akipita Yusa atapewa, akipita Eji atapewa, akipita Kalipso atapewa, akipita Bwansanani atapewa, akipita Bimani na wengine. Kila siku tunapata salamu kutoka sehemu mbalimbali. Jamani, matumaini yetu ni nyinyi ACT Wazalendo. Kwa hivyo mjue nyuma yetu kuna jeshi kubwa zaidi.
lakini sisi ndio ambao tunaongoza. Kwa hiyo mimi ombi langu, nimalizie ombi langu, ndugu zangu, tusiwaangushe Wazanzibari, tusiwaangushe Wazanzibari. Wameamua Oktoba hii wanakwenda kufanya mabadiliko. Sisi wajibu wetu kuyasimamia, wajibu wetu kuwaongoza, wajibu wetu kuyasimamia wale wanayoyataka, wajibu wetu kuyaongoza na kuwaongoza kufikia yale wanayoyataka. Na waomba tena tusiwaangushe. Walimu wanatutazama sisi, wafanyakazi wa umma wanatutazama sisi, kila mmoja hali yake taabani. Mfanyakazi wa umma anakatwa ZSSF, anakatwa pei, anakatwa bima ya afya, kama anafanya kazi yeye na mke wake, kisia ni pesa kiasi gani zinatoka ndani ya nyumba yao. Na ingekuwa hizi pesa baadaye wanaona matunda yake, ingekuwa haijambo, lakini hawaoni. Pesa za ZSSF wanaona, sijui mara zimejengewa maegesho, sijui mara zimejengewa mnara, sijui mara zimejengewa kitu gani. Badala ya kuwekeza zikawa wanatija, zimewekwa mfukoni kwa serikali, watu wanatumia wanavyotaka. Sisi tunasema na wanajua kwamba sisi tutazirudisha kwao, mfuko huu wausimamie ili uwe na tija. Hautokuwa tena mfuko wa pembeni, pochi ya pembeni ya serikali, watu kufanya wanavyotaka. Watumishi wa umma wana matumaini na sisi. Hata wengine leo mnaona wanatugeuka, wanatuandama, sijui wanafanya nini, wanakamata, wengine wanafanya hujuma. Na wao matumaini yao ni kwetu, wanajua hali zao zilivyo. Unakuwaje wewe askari wa kikosi, buti moja inacheka, moja inaomboleza. Buti moja inacheka, moja inaomboleza, maana nyingine imepasuka, nyingine imechanika. Matumaini yao ni kwetu, tusiwaangushe. Ndugu zangu, nasemaje? Tusiwaangushe. Tuko tayari kwa hili? Kusini tuko tayari? Basi tunadaiwa, na mimi nitasimamia tulipe deni hili. Asanteni na washukuru sana kwa kunisikiliza.